toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba yako na nyumba ya baba yako, tumsifu Yesu Kristo, uende mpaka nchi itakayo kuonyesha. Maana yake anayetuongoza ni nani? Ni Yesu Kristo. Anayetuongoza ni Mungu. Ni Padri Joseph Sewanyana katika Dominika ya pili ya Kwaresma kutoka katika Parokia ya Kristo Mfalme Lwandrime, Jimbo Katoliki la Musoma. Katika homilia yake, Padri Joseph amewaasa waamini, hasa vijana na watoto, kuwa wasikivu kwa wazazi, walezi na jamii kwa ujumla. Tunapaswa kufanya nini? Kusikia. Usikilize wazazi wako. Ndio maana Mungu ametuambia utii wazazi na wakubwa wako ili uweze ukaishi miaka mirefu hapo wapi? Duniani. Tumesikia mfano waliyomsikiliza ni Abrahamu katika somo la kwanza. Ameambiwa nini? Ondoka uende wapi? Nchi nitakayofanya nini? Nitakayo kuonyesha. Ni imani. Ni imani tosha. Na imani inakuja na uaminifu kwamba yeye alimwamini nani? Mungu anayemwambia ondoka, na mwenyewe akafanya nini? Akaondoka. Unapaswa usikilize neno la Mungu. Unapaswa usikilize yale tunayofundishwa na watu wanaosimamia imani. Unapaswa usikilize wazazi wako ili uweze ukaishi miaka mirefu hapa wapi? Hapa wapi? Ukifika shuleni unapaswa usikilize walimu wako. Si ni kweli? Usiwe unazubazuba. Sikiliza walimu anachokufundisha. Na pia usitembee hapo. Mungu akuongoze. Ukiwa unasikiliza unapaswa usubirie Mungu akuongoze. Hata hivyo, Padri Sewanyana ameongeza kuwa katika kusikiliza ni vema na vizuri kuishi katika misingi ya sakramenti za kanisa ambazo ndizo dira na miongozo mikuu katika maisha ya Mkristo. Kuongoza kupitia kwa masakramenti ya mama kanisa tunayofahamu. Tunasema ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, sakramenti ya takatifu la upadre. Ya sita ni sakramenti ya kuhubiri. Na saba ni utakatifu wa wagonjwa. Hapa haya yote tunapaswa kufanya nini? Tuyasikilize na tuyatendee haki. Tuwe watu wanayosikiliza. Majadiliano yanaleta maendeleo. Tumsifu Yesu Kristo. Baada ya kumsikiliza, inueni macho yako mtazame nani? Yesu Kristo. Sambamba na hayo, Padri Joseph ameendelea kuwaasa waamini hao kuwa watii, wanyenyekevu na wenye huruma kwa wahitaji. Usiogope. Nikikwambia usiogope, sijakwambia uende nyumbani uanzishe vita na mume wako. Kwa sababu nimekwambia usimuogope. Anakwambia neno moja, wewe unatiririka kama bomba la mwasa lililovunjika pale barabarani. Maji ya chemichemi yanajitokeza tu bila kujua yanatoka wapi. Tumsifu Yesu Kristo. Nikikwambia usiogope, maana yake uwe mwaminifu, uwe mtiifu, usali, usaidia wahitaji, kutoa neno la huduma kwa wale ambao wanahitaji neno la faraja. Tumsifu Yesu Kristo. Ndio usiogope. Ukienda kuhubiri neno la Mungu, usiwe na wasiwasi. Ameongeza kuwa ni vema waamini hao kukubali kuongozwa na Mungu Mwenyezi, huku akiwasihi wazazi kutoa na kuwapa watoto baraka na sio laana. Usijiongoze. Tumsifu Yesu Kristo. Achana, kumwachie yeye afanye kazi ya kufanya nini? Ya kuongoza katika maisha yako. Na wakati wa kuongoza unahitaji imani tosha.
na wewe unahitaji kuwa mwaminifu. Kama kuwa mwaminifu, nikikutuma uende, uondoka, unaenda kama Abraham. Wale watakayokubariki na mimi nitafanya nini? Nitawabariki. Wale wanayokulaani na mimi nitafanya nini? Wako wapi wanayokulaani? Wewe usitamke neno ya kulaani mtu. Kama wewe hujalaani ndugu yako, wewe laana utaipata wapi? Tumsifu Yesu Kristo. Maana yake tunaishi kwa upendo. Wewe usimlaani ndugu yako na ndugu yako asifanye nini? Asikulaani. Padri Joseph amehitimisha kwa kusema kuwa vibanda vitatu vilivyozungumziwa katika maandiko matakatifu ni Utatu Mtakatifu. Hivyo waamini waishi kwa upendo na uaminifu. Vibanda vitatu ni ishara la Utatu Utakatifu. Unapaswa kila siku unaishi katika imani yako kwa Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tuachane na mambo ya dunia. Tuachane na mambo ya dunia. Ndio ujumbe wangu wa mwisho. Achana na uishi. Unaacha pia unaendelea kuishi. Wewe ambayo umekasirikiana, wewe ambayo unajikuta hauna na nini, achana nayo ili uishi pamoja na ndugu zako. Tuwe na moyo wa msamaha, tuwe na moyo wa maendeleo ili Mungu aendelee kutusaidia.